Watu wengi huwa wanahangaika sana kwenye mahusiano, wakijiuliza, nimfanyie nini huyu mwenzangu ili anipende sana na muda wote awe ananiwazia mimi. Suala hili ni rahisi sana ukitumia saikolojia vizuri, na utaanza kumuona mpenzi wako akikufikiria na kukuwazia muda wote bila hata wewe kutumia nguvu kubwa hata kidogo. Sasa leo nitakuonesha mbinu za kisaikolojia za kumfanya mpenzi wako awe na kuwazia na kufikiria muda wote. Hizi mbinu ukizitumia vizuri zitaongeza thamani yako na upendo katika mahusiano yako. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa Zeigarnik Effect, yani usimalize kila kitu. Sasa kisaikolojia, si binadamu huwa tunapenda vile vitu ambavyo vina mwendelezo, yani vile vitu ambavyo havijakamilika. Kwa lugha rahisi, vile vitu ambavyo vimekamilika huwa havivutiwi sana na sisi binadamu, lakini vile vitu ambavyo vina mwendelezo huwa tunavutiwa navyo na waga tunaviwazia sana. Ndio bana, hata kwenye filamu wanajuaga sana hichi kitu. Utakuta episode ya kwanza inaishia njiani ili utafute episode ya pili. Kwa hiyo ni saikolojia ya binadamu, inaitwa Zeigarnik Effect. Sasa hii mbinu unaweza kuitumia vizuri kwenye mahusiano na kumfanya mpenzi wako awe na kuwazia muda wote na bila kutumia nguvu kubwa. Sasa kuna mambo manne ambayo ukizingatia kwenye mbinu hii ya Zeigarnik Effect yatakuletea matokeo makubwa sana na mpenzi wako ataanza kufikiria muda wote. Jambo la kwanza kabisa ni the cliffhanger, yani kukata mazungumzo juu kwa juu. Moja kati ya kosa kubwa sana watu wengi wanaokosea kwenye mahusiano ni kwenye mawasiliano. Unajua watu wengi wakiwa wanaongea na mtu ambaye wanampenda, huwa wanaongea kwa muda mrefu zaidi. Yeye unakuta hata inafikia sehemu sasa kila mtu anakosa story. Utakuta anaambiana niambie, na mwingine anamwambia niambie, mpaka story zinaisha kabisa. Sasa pale unakuwa unaharibu kabisa hii mbinu ya Zeigarnik Effect. Njia nzuri kabisa ambayo ndio ufanye pale ambapo umefikia maongezi ambayo ni mazuri, yani mmefikia sehemu ambayo wote mnafurahi, mnacheka, hiyo ndio sehemu utakuwa umwage mwenzio. Kwa sababu kimwaga pale utamtengenezea mazingira ya yeye kuanza kutamani ule muendelezo. Ile hali ya kutamani ule muendelezo ataanza kukuwazia na kufikiria muda wote. Kwa mfano mnapiga story, mkaanza kucheka na kufurahi, hapo sasa ndio utakuwa umwage. Unamwambia asante sana kwa kweli leo nimekusikia na nimefurahi kuongea na wewe, lakini kuna kazi hapa naomba niimalizie. Hapo tayari utamtengeneza mazingira aanze kufikiria kuna kazi gani anafanya na ataanza kutamani kutaka ule muendelezo wa ile furaha ambayo mlikuwa nayo pamoja. Lakini pia hata kama mmekutana naye barabarani, unaweza ukamwambia kwamba nimefurahi sana kukuona, lakini kuna sehemu naelekea, naomba nifike kwanza hapo, lakini baadaye nitakutafuta. Utamtengenezea hali ya kuanza kuwazia zaidi, anaenda wapi, mbona yuko na haraka. Kwa hiyo ndio itafanya kazi vizuri. Lakini watu wengi wanakosea, unakuta anapiga story, anaongea mpaka inafikia sehemu sasa mwenzake anatafuta namna ya kumkatisha. Sasa hapo utakuwa unaharibu kabisa nguvu ya kisaikolojia kumfanya mwenzio aanze kuwa na mvuto zaidi na wewe, kwa sababu ukimfanya mwenzio aanze kufikiria zaidi, atakuwa na upendo mkubwa na wewe na atatamani kukujua zaidi, na hiyo itajenga heshima na upendo. Sasa open loop manake unaanzisha mawazo, alafu lile wazo la kwanza ambalo umelianzisha hulimalizii, unaanzisha wazo jingine. Alafu ukishalianzisha wazo jingine unakuja kulimalizia baadaye. Yani mfano unaweza kumwambia kuna kitu nimegundua kwako. Anaweza kuambia kitu gani? Unamwambia lakini kabla sijakwambia hivi ulisema unafanya kazi wapi? Tayari utaanza kumtengeneza mazingira aanze kufikiria amegundua kitu gani. Wakati anakujibu ile swali la anapofanyia kazi, bado yeye ataendelea kuwazia amegundua nini. Kwa baadaye wewe unakuja kuclose hiyo loop kwamba kumwelezea kwamba nimegundua kuwa wewe ni mstaarabu, ni mtu mnyenyekevu. Tayari utamfanya mwenzako aanze kufikiria zaidi. Yani yale mazingira unamtengenezea, unatengeneza kitu alafu ukimalizie unafungua kitu kingine, utamfanya mwenzako aanze kuwazia zaidi. Lakini uwe makini kwenye hizi loop ambazo unazifungua, uwe unazifunga. Usipozifunga utamfanya mwenzio kuone kama unamchezea kiakili. Lakini pia usizitumie kwa wingi zaidi. Unaweza kutumia mara moja au mara mbili, na ukizitumia sana unaweza kumfanya mwenzako akaona kama unamchezea akili. Kwa hiyo jitahidi unatumia hata mara moja au mara mbili kwa maongezi. Unaweza kumwambia kiukweli kuna vitu nimeviona kwako ambavyo vimenifanya nisikuone kama mtu wa kawaida. Vitu gani hivyo? Unamwambia hivi kiukweli wewe ulisema unaishigi sehemu gani, au ulisema wewe ni kabila gani? Taanza kujibu maswala ya kabila, baadaye ndo unakuja kuclose hiyo loop. Katika kipindi cha kujibu maswala ya kabila, yeye atakuwa anawazia ile loop ambayo umefungua mwanzo ili uje uifunge. Lakini jambo la tatu, usitoe full
profile yako. Unajua kosa kubwa sana watu wengi wanakosea kwenye mahusiano ni ile siku ya kwanza tu unakuta mtu anajielezea mambo yake yote, anafanya kazi gani, malengo yake ni yapi, yeye ni nani, anaishi wapi. Unajua si binadamu kisaikolojia, ukishajua kila kitu kuhusu mtu fulani tayari unakuwa kama unamudu. Na si binadamu waga tunapenda kujua vile vitu ambavyo havijakamilika, kama nilivyokuambia kwamba sisi kiasili binadamu huwa tunavutiwa na vile vitu ambavyo havijakamilika. Sasa anapoona kwamba kila kitu anakijua cha kwako, tayari anafunga faili la kuhusu wewe, anaanza kutafuta faili jingine. Lakini inapokuwa kama asili au inapokuwa kama ni taarifa fupi fupi, atatamani kuendelea kujua zaidi. Na hivyo pia hata kwenye masuala ya movie, unakuta unapewa episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, unatamani kuendelea zaidi. Hiyo ndio Zeigarnik effect. Sasa unapokuwa na mwenzako sana sana siku ya kwanza au katika mahusiano yenu ya mwanzoni kabisa, usiwe mwepesi kuelezea kila kitu chako. Unapokuwa wa kwanza kuelezea vitu vyako vingi zaidi, na mwenzako anapokujua kwa kila kitu, tayari atakuwa ameshaona kwamba kila faili la kuhusu wewe analijua, kwa atalifunga na kuanza kutafuta faili jingine. Njia nzuri, elezea mambo yako kama vile matone ya mvua. Kila siku unadondosha kidogo kidogo, hiyo italeta mvuto zaidi. Mfanye mwenzako kuone kama kitabu, yani kwamba kila kurasa ya maisha yako inamfanya aendelee kufungua kurasa nyingine zaidi. Lakini unapompa kitabu kizima kwa siku moja, tayari atakuwa amekimaliza hicho kitabu na hata tamani tena kuendelea kujua zaidi kuhusu wewe, na utakuwa umepoteza kabisa nguvu ya saikolojia hii ya Zeigarnik effect. Lakini jambo la 4, jibu meseji kwa timing. Watu wengi waga wanakosea sana kwenye mahusiano. Unakuta meseji inatumwa, anajibu haraka hapo kwa hapo. Unajua kufanya hivyo au kutokujibu meseji kwa haraka sio kwamba ni dharau, bali ni kutaka kuonesha kwamba una mambo mengine ambayo unafanya. Lakini unapokuwa unajibu SMS haraka, tayari utaonesha kwamba we huna mambo mengine ambayo unafanya, na mara nyingi hiyo itapunguza kabisa mvuto wa kutaka kujua wewe zaidi. Lakini unapokuwa kimya, unachelewa kujibu, unaendelea na shughuli zako zingine, hii sio dharau, bali ni kuonesha kwamba una shughuli zingine ambazo unazifanya, na mwenzako ataanza kutamani zaidi kujua kwamba huyu mtu sasa hivi anafanya nini, anawaza nini, au kuna kitu gani anachokifanya sasa hivi. Kwa hiyo itamfanya mwenzako aanze kufikiria zaidi. Lakini kila meseji unayotuma wewe unajibu hapo hapo, sio sahihi kabisa. Jitahidi, na njia nzuri, usiigize kwamba hauna kazi lakini unaacha kujibu. Hiyo itakuwa ifanye kazi. Njia nzuri ni kuendelea na shughuli zako. Unapoiona meseji, jitahidi umalize kazi zako kwanza ndio uje ujibu. Hii itaonesha thamani yako, na kwanza mwenzako anaanza kufikiria zaidi, huyu sasa hivi anafanya nini, na baadaye njia nzuri ya kurudi vizuri kwa mwenzako. Unapokuja kujibu, naambia nilikuwa na shughuli fulani, pole kwa kuchelewa kujibu. Hapo kwanza mwenzako atakuwa anatamani kujua shughuli gani ambayo ulikuwa unaifanya. Lakini ulikuwa umekaa kimya, alafu useme samahani au useme kitu chochote cha kumfanya mwenzako akuelewe, hapo sasa utakuwa unatumia mbinu kama ya kumkatili mwenzio, na haitakuwa nzuri, na mwenzako ataanza kuepuka. Sasa mbinu nzuri ni kuchelewa kujibu meseji na kuendelea na shughuli zako. Lakini pia usiwe mwepesi kila meseji unayoiona au kila simu ambayo inaingia wewe tu kwa haraka kujibu. Hapo tayari utakuwa unapoteza nguvu ya Zeigarnik effect. Sasa unajua concept kubwa ya mbinu ya Zeigarnik effect ni kwamba binadamu sisi waga, wale watu ambao tunaona tunawaamudu, huwa hatuendelee tena kuwaazia au kuwafikiria. Hata wewe pia nadhani unaonisikiliza, ukisikia mtu anakuambia huyo mtu namudu, hata wewe ukisema huyo mtu namudu, maana yake hakuwazishi, hata huwezi kumfikiria. Lakini yule mtu ambaye unasema huyu atabiliki, huo mara nyingi waga unawaza nifanyeje, au niendeje kwake, au nifanye kitu gani ambacho atanielewa. So hata kwenye mahusiano unaweza ukaitumia mbinu hii. Usiwe mtu wa kutabirika. Sio kwamba eti ni lengo baya kwenye mahusiano, hapana. Ni kuitumia vizuri, lakini usiwe mtu wa kutabirika. Unapokuwa umetabirika na unajulikana kila kitu cha kwako, tayari utakuwa umepoteza nguvu ya Zeigarnik effect, na hautakuwa na mvuto mkubwa zaidi kwenye mahusiano. Na usipokuwa na mvuto mkubwa zaidi kwenye mahusiano yako hayatakuwa na ladha nzuri, na mwenzako atapunguza upendo mkubwa kwa Zeigarnik effect. Unaweza ukaitumia vizuri na kuletea matokeo mazuri kwa mahusiano, na utaanza kumuona mwenzako akikufikiria zaidi na kukupenda zaidi ya kawaida. Sasa mbinu ya pili inaitwa emotional anchoring, yani kujenga kumbukumbu ya hisia. Sasa sisi binadamu
huwa tunakumbuka vile vitu ambavyo vimeunganishwa na hisia. Inaweza kuwa sauti, inaweza kuwa harufu, na mara nyingi watu wengi waga nakumbuka, nakuta akisikia marashi ya mpenzi wake sehemu nyingine anamkumbuka zaidi, au akisikia sauti ya nyimbo au kuna maneno fulani mpenzi wake anapenda kuyasema, akiasikia sehemu yoyote hata kama ni vichekesho anamkumbuka zaidi. Sasa hiyo ndio inaitwa emotional anchoring, yani nanga ya kihisia. Sasa namna gani unaweza ukaitumia na kumfanya mpenzi wako aanze kukufikiria zaidi? Jambo la kwanza, tumia mirroring kwa ustadi. Sasa mirroring ni kanuni ya kisaikolojia ambayo inaelekeza kwamba utakuwa usome tabia ya mtu na uige kulingana na yeye alivyo, au unaweza kutengeneza mazingira ya kuendana na vile mtu alivyo. Kwa mfano, kama mwenzako anapenda kuongea maneno fulani ya mtaani ya vichekesho, na unatakiwa urudie hayo hayo. Kwa mfano, labda anapenda maneno labda ya Simba au Yanga, na unatakiwa usupport nayo hayo hayo, kwa sababu si binadamu huwa tunapenda sana wale watu ambao wanafanana na sisi, na kuna sehemu ya ubongo inaitwa mirror neuron, waga inawaka pale unapoona mtu kafanana na sisi, na inafanya kazi zaidi na kutambua kwamba huyu ni kama mwenzangu. Sasa inaweza kuwa maneno ya muziki, angaa kitu chochote ambacho unaweza ukafanana na mwenzako, na hicho kitumie ambacho kitakuwa kama kumbukumbu ya kumfanya mwenzako anakuwa na kukumbuka muda wote. Lakini jambo jingine ni the peak and low. Sasa sisi binadamu huwa tunakumbuka mwanzo na mwisho wa story. Hii ina maana gani? Unapokuwa unaongea na mwenzako au mpenzi wako, jitahidi mwanzoni umfanye mwenzako akafurahi, na njia nzuri ni kutumia hiyo mirroring. Angalia kitu ambacho mwenzako anapenda, kitumie kile kama ucheshi, maneno, alafu pia na mwishoni jitahidi umfanye mwenzio afurahi, kwa sababu unafanya hivyo unamtengenezea mazingira hata siku nyingine akipata furaha kitu fulani, kwa sababu wewe ndio mara nyingi unamfanya na furahi, atakukumbuka na kuwazia zaidi. Lakini jambo jingine ni emotional labeling. Unajua, mara nyingi unapotambua hisia za mwenzako na kuzitaja, kwa mfano labda siku ana furaha ukamwambia leo naona una furaha sana, nini kimetokea? Kwanza atashangaa kama ni ukweli, umejuaje hisia zake na kuzitambua, yani kwa sababu labeling ni kuzitaja na kuzielewa. So unapozitaja kwa jina na kuzitambua, itamfanya aone kwamba wewe unamjua zaidi, na hiyo itamfanya aanze kufikiria zaidi kwamba umejuaje na umegunduaje, na hii italeta mvuto mkubwa zaidi kwako na kuanza kufikiria. Lakini jambo la mwisho ni unganisha harufu au sauti wakati wa furaha. Sasa hii mara nyingi hata watu wengi wanaitumia sana kwenye mahusiano. Unakuta labda wakiwa na wenzi wao ndani, anaika muziki wa aina fulani kwa muda mrefu, ili tu hata siku nyingine mwenzake akiwa na stress au akiwa anasikiliza muziki wa namna hiyo amkumbuke. Na mara nyingi anaweza kutumia hata manukato ili tu akiyaona sehemu nyingine amkumbuke zaidi. Hasa njia nzuri zaidi, jitahidi tafuta kitu ambacho kiko unique, kama ni harufu ya perfume, lakini pia tafuta muziki ambao unaona huu muziki ni unique, ambao ukisikia sehemu nyingine atakukumbuka wewe. Emotional anchoring inaweza kumfanya mwenzako akipata kile kitu ambacho kimeunganikana na hisia ya jambo fulani ambalo mara nyingi mnakuwa naye muda mwingi, atakukumbuka na kuwazia zaidi. Sasa mbinu ya tatu inaitwa tactical absence, yani upotevu wa kimkakati. Sasa hii mbinu ni mbinu ambayo ni hatari ukiitumia vibaya, lakini ni mbinu nzuri ukitumia vizuri katika mahusiano. Sasa hii mbinu imetokana na mbinu ya scarcity, yani uhaba. Hii mbinu ya scarcity inasema hivi, vitu vyote ambavyo vinapatikana kwa urahisi thamani yake waga inashuka, lakini vile vitu ambavyo ni vigumu kupatikana thamani yake waga inapanda juu. Sasa kwenye mahusiano hivyo hivyo, unapokuwa unapatikana kwa urahisi, unaonekana kwa urahisi, thamani yako waga inashuka, lakini unapokuwa hupatikani kwa urahisi, thamani yako huwa inapanda juu. Sasa namna gani unaweza kutumia tactical absence, yani upotevu wa kimkakati, ili usionekane kama unamchezea mtu akili, na mbinu hii ikafanya kazi kwenye mahusiano na mpenzi wako akaanza kufikiria zaidi? Jambo la kwanza kabisa ni the empty space, yani acha nafasi ya yeye kufikiria. Unajua, si kila message unajibu haraka, au simu unapokea haraka, au unaonekana muda wote. Unajua, fikiria mfano mtu kila siku anakuona, manake ile hali ya kukumbuka na kufikiria itakuwa haipo, kwa sababu ule muda ambao unataka kuwazia unaonekana tayari, itakuwa imepoteza kabisa ile hali au shauku ya kutafuta au kufikiria. Kwa jitahidi uwe na shughuli zako zingine, usiwe mwepesi kila message unajibu, kila simu unapokea. Fanya shughuli zingine, endelea nazo, na
unapokuwa na mambo yako mengine, tayari itatengenezea shauku ya kutaka kujua nini kinaendelea kwako, na itatengeneza mvuto mkubwa zaidi kwa kuanza kufikiria. Lakini jambo jingine, kuwa na maisha nje ya yeye. Kama una ratiba za mazoezi, biashara, mambo mengine ambayo unafanya, jitahidi uyafanye. Sio kwamba kila message au simu inapoingia unaacha kazi zako unamjibu yeye. Usielewe vibaya. Ni vizuri kumjibu mtu kwa wakati kama kuna emergency, lakini kwenye mahusiano ukiwa hivyo muda wote, hata kama hamna emergency, itashusha thamani yako. Lakini unapokuwa unaendelea shughuli zako, tayari unaanza kupata shauku na kuanza kujua kwamba nini kinaendelea kwako na unafanya nini. Lakini unapokuwa mwepesi, kila kitu unajibu kwa haraka, thamani yako itashuka. Kwa jitahidi, kama una kazi unafanya, jitahidi uifanye. Na hii mbinu ilifanya kazi vizuri, usiigize. Ukiwa umekaa ndani unasubiri message yake kwamba ili ya kujibu, hii mbinu haitafanya kazi, kwa sababu utajikuta utamtumia tu message. Lakini ukiwa na shughuli zako zingine unafanya, utajikuta unaendelea na shughuli zako mpaka baadaye unakuja kumtafuta. Kwa hiyo jitahidi uonyeshe kwamba bila yeye sio kwamba eti maisha yaendelee. Kuna maisha yako mengine ambayo unayafanya bila kumtegemea yeye, na furaha yako inaweza kutengenezwa na sehemu nyingine kabisa ya maisha bila kumtegemea yeye, na yeye ataanza kuona kwamba wewe ni mtu mwenye high value, mwenye thamani, na kutaka kujua zaidi na kuanza kufikiria zaidi. Lakini jambo jingine ni the slow response, yani kujibu kwa tahadhari. Usiwe mwepesi kila message inayotumwa unajibu kwa haraka, au hata simu inayopigwa unajibu kwa haraka. Pale unapokuwa unafanya hivyo, inaonyesha kwamba huna shughuli zingine. Lakini unapokuwa unachelewa kidogo na ukaendelea na shughuli zingine, hiyo itamtengenezea shauku mwenzako kuanza kufikiria zaidi na kuwaza kitu gani ambacho kinaendelea kwako au unafanya nini. Lakini pia itamfanya aone kwamba wewe una mambo mengine ambayo unayafanya na unashughulika nayo kuliko kumwazia yeye. Lakini unapokuwa mwepesi kujibu ndani ya sekunde moja tu umeshajibu, inaonyesha kwamba wewe unasubiria tu message yake ili uendelee na shughuli zako. Lakini mara nyingi ukiwa unachelewa kidogo, itaonyesha kwamba bado una shughuli zingine ambazo unazifanya na yeye haamui kipi cha kufanya katika maisha yako. Kwa hiyo unapochelewa kujibu kidogo message, lakini usifanye kwa hila. Nasemea ile kwenye uhalisia. Kwa mfano unafanya kazi fulani, jitahidi uifanye hiyo kazi ikamilike ndio uje umjibu. Na njia nzuri, unaporudi jitahidi urudi vizuri kwa kuomba samahani na kumuelezea kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Hapo atakuona ni mtu ambaye unajitambua na masamani na una vitu vingine ambavyo ni vya muhimu ambavyo unatakiwa uvikamilishe. Lakini jambo la mwisho ni potea unapokuwa kwenye high notes. Unajua watu wengi waga wanakosea sana kwenye mahusiano. Wanakaa kimya au wanapotea pale ambapo wamekosana na mwenzi wake au wamegombana au wote wamekuwa kwenye hali ya mudi ambao sio mzuri. Hapo utakuwa unakosea. Lakini njia nzuri, jitahidi pale ambapo wote mna furaha, mna amani, hamna chuki yoyote, hapo utakuwa ndio upotee kidogo, kwa sababu hapo utamtengenezea fumbo la kwanza kufuatilia nini kinaendelea kwako. Kwa mfano labda mmetoka out, mmeongea, mmecheka, kesho yake unaweza kukata siku nzima bila hata kumtafuta. Utaanza kumtengenezea mazingira ya kwanza kudadisi. Ile furaha boy ilikuwepo jana, atamani tena ijirudie, na hiyo itatengeneza mvuto mkubwa zaidi. Lakini cha kuzingatia, unajua ukaribu unatengeneza upendo, lakini kupotea kidogo kunatengeneza hamu au shauku. Kwa sasa hii mbinu ya tactical absence au upotevu wa kimkakati usiitumie vibaya. Lengo lake iwe ni ya kuongeza thamani na kufanya mwenzako aanze kufikiria zaidi. Tuchukue hata mfano rahisi, hata wewe mwenyewe pia, mtu ambaye anaonekana muda wote au mtu yote ambao unakutana naye mara nyingi, huwa unamuona kawaida, unamchukulia poa. Lakini yule mtu ambaye hapatikani mara nyingi, waga una shauku ya kutamani kutaka kujua anaendeleaje au yukoje, na huwa unafurahi zaidi ukimuona. Hiyo ndio tunamaanisha hivyo. Lakini usitumie mbinu hii kwa lengo la kumuumiza mwenzio, hapo utakuwa unakosea. Lakini tumia mbinu hii kumfanya mwenzako awe na hamu ya kutaka kukutana na wewe, ya kutaka kuendelea kuwa na wewe, na ya kutaka kuwa karibu na wewe, lakini sio kwa lengo baya. Mbinu ya 4 inaitwa toa pongezi zenye lebo. Sasa hii ndio mbinu yenye nguvu zaidi ambayo inaweza kumfanya mtu ukaingia ndani ya moyo wake na ukamfanya mtu akufikiria zaidi. Sasa kwa sababu inafanyaje kazi? Sisi binadamu huwa tunahitaji kubwa zaidi la kisaikolojia, kwamba tunahitaji kutambulika na kusaminiwa. Unapomtambua mtu na kumsamini, tayari utakuwa umegusa sehemu ya moyo wake, na hiyo itamfanya aanze kufikiria zaidi na kukupenda zaidi. Sasa ni jinsi gani unaweza kutumia mbinu hii na kumfanya mtu aanze kufikiria zaidi na kukupenda zaidi? Sasa jambo la kwanza kabisa, sifia tabia badala ya muonekano.
Unajua kwenye masuala ya sifa watu wengi wanakosea. Mara nyingi wanasifiaga ule muonekano, wewe ni mzuri, unafanya kitu kizuri. Sasa mara nyingi ni vitu ambavyo mtu ameshazoea kuvisikia kila siku. Lakini sifia ile tabia au juhudi mtu aliyoifanya. Hapo tayari utakuwa unaingia kwenye moyo wa mtu. Kwa mfano labda kumsaidia mtu fulani, unaweza kumwambia nimependa sana moyo wako unavyojitoa, unaonekana ni mtu ambaye ni mtu mwenye upendo na unasaidia watu. Nimefurahi sana jinsi ulivyomsaidia yule dada. Au unaweza kumwambia kwa umri wa kwako, nimefurahi sana jinsi unavyoenda kanisani na kusali. Inaonekana ni mtu ambaye unampenda sana Mungu, na kwa umri wako ni wasichana wachache sana au wanaume wachache sana ambao wanaweza kujituma kama unavyofanya wewe. Hapo utakuwa unaonekana kama umemtambua, na watu wengi mara nyingi wanafanya mambo wanatamani tu watambulike. Ndio hitaji la binadamu wote. Sasa unapomtambua kwa sifa zile za juhudi na tabia, itakuwa inaonyesha kwamba unamjua na umemuona. Na sana binadamu wote ambao mara nyingi umemtambua, ataanza kujiona vizuri na kujisikia vizuri pale anapokuwa karibu na wewe. Lakini jambo la pili, tumia mbinu ya observant eye. Mara nyingi unapomfuatia mtu kwa ukaribu, mara nyingi inaleta nguvu kubwa zaidi, na mbinu hii inafanya kazi vizuri zaidi. Pale unapoanza kumfuatia mtu kwa ukaribu na unapokuwa unamwambia mambo ambayo yanaonyesha kwamba unamfuatilia mtu kwa ukaribu. Sasa mara nyingi kwa mfano ukimwambia nimependa sana jinsi ulivyofanya kazi zako vizuri, inaonekana unafanya uchambuzi kwa umakini zaidi. Hapo itakuwa inaonekana unamfuatia mtu kwa ukaribu zaidi. Baada ya kumwambia kwa juu tu kwamba wewe unafanya kazi zako vizuri, au unamwambia kama nimependa sana jinsi ulipoongea pale, umepangilia mambo yako vizuri, yametokea kwa mpangilio ambao unafaa sana, na nimefurahi sana kusikia jinsi ulivyokuwa unaongea. Hapo utakuwa unaonekana kwamba umemfuatia mtu kwa ukaribu na umemwelewa na umemtambua. Lakini jambo la tatu, identify the label, yani kumpa mtu cheo cha kisaikolojia. Sasa hii mbinu ina nguvu sana. Kwa sababu gani? Ukitaka kwa mfano mtu afanye jambo fulani, kwa mfano unaweza kumwambia mimi kikweli najisikia amani au najisikia salama ninapokuwa karibu na wewe. Kwanza utakuwa umewasili kisaikolojia na kumfanya yeye ajihisi kwamba ana wajibu wa kutengenezea fulana amani. Kwa sababu utakuwa umemtengenezea picha mpya tayari kwamba umempa cheo kwamba yeye ni sehemu salama kwako. Kwa hiyo atafanya juu chini ili awe hivyo kama ulivyomuona. Kwa hiyo atajitahidi kutengeneza connection nzuri, na hiyo itamfanya aanze kufikiria zaidi na kuwazia, kwa sababu ameona kwamba wewe umemtambua kwamba yeye ni sehemu salama na sehemu ya amani. Kwa hiyo unaweza kumwambia kikweli, ninapokuwa karibu na wewe najihisi amani, furaha, ukaribu wako na mimi najihisi salama, amani na mtu mwenye furaha. Kwa hiyo atajitahidi kufanya juu chini ili usipoteze imani hiyo. Lakini jambo la mwisho, epuka pongezi za juu, tunaita generic. Unajua mambo kama yale, wewe ni nzuri, una sauti nzuri, mara nyingi waga yanapotea masikioni. Lakini unapomwambia mtu ukaanganisha na tukio, tayari ile jambo linaingia kwenye moyo wa mtu na atakuwa anakuwazia muda wote. Mfano unaweza kumwambia, yani sauti yako nikisikia hadi nasahau uchovu wa siku nzima. Tayari hapo utakuwa umeunganisha na tukio la siku na utamfanya mwenzako aanze kuwazia na kufikiria kwa nini umesema hivyo. Lakini unaposema wewe ni mzuri, una sauti nzuri, mambo ambayo tayari watu wengi waga wanamwambia mtu na wanasema kila mtu. Lakini unapounganisha na tukio, utakuwa unaongeza mvuto zaidi na mtu ataanza kufikiria zaidi. Sasa mara nyingi hii mbinu ina nguvu. Unapomtambua mtu na kumpa sifa, utakuwa umemtengenezea sura mpya ambayo atajiona kupitia maneno yako. Kwa hiyo kila atakapokuwa anajiangalia na kuona vile jinsi ulivyomwambia au kuhisi vile ambavyo ulimwambia, ataanza kukukumbuka na kufikiria wewe zaidi. Kwa mbinu hii inaweza kusaidia mtu akufikiria zaidi na akupenda zaidi na akawa karibu na wewe. Okay, mbinu hizi zote ukizitumia vizuri, atashinda siku nzima akiwa na kuwazia wewe tu. Kama umeelewa somo hili vizuri na umejifunza kitu, niandikie kwenye comment nimeelewa, na nitafurahi sana kuona ujumbe wako. Pia like video hii na share kwa rafiki yako unayempenda ili naye ajifunze. Na usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata masomo yetu. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mimi naitwa Elkan TZ, the head of the world.